G2G kumaanisha serikali inafanya nini? Biashara. Sasa hawa wanaofanya hii biashara ya mafuta ni kina nani? Sasa kumaanisha hata G2G, hizi affordable housing G2G, serikali inafanya wananchi biashara? Omido, G2G pay affordable house, serikali inafanya wananchi biashara? Na tuambiwa kikatiba serikali haifanyi biashara. Ulimwengu mzima hakuna serikali inayofanya biashara, hakuna. Sasa hapa mkituambia G2G, mimi ninapata juzi katika kongamano la wanaharakati Afrika Fokola wako nao, wakatuambia G2G hii ni utapeli mkubwa sana, kwa sababu serikali watakwambia hawafanyi serikali biashara yake ni wananchi wa kutozewewe kodi, ndio biashara nani ya serikali? Unaona serikali iko na magari yake mabasi hapa? Haina. Kwa nini yana mafuta? Ndugu mzee wangu ananiambia mafuta yako nje yanakuja. Juzi kulikuwa kuna kamati ya bunge ya mambo ya kawi, wakatuambia kina Mgatana kuna meli 7 zinakuja za mafuta. Wako na storage ya mafuta hapa hao serikali. Si waniuza hii hapa Olfenari. Sasa mafuta ya serikali yanaweka wapi? Sasa serikali ndio Gachagua anatoboa masiri, kwa sababu pale ndani kama kumbuka Mheshimiwa hayati Raila Odinga alikuwa kama Gachagua kitoboa siri za serikali. Alikuwa na watu wake ndani ya nini? Ya serikali. Na sasa hii anapozungumza Gachagua, serikali nzima akili haifanyi kazi. Kama ambaye ameshikwa na wazimu. Gachagua alisema mafuta yapanda shilingi 40. Impanda pesa ngapi? Jana amezungumza presi. Rais andaremsha kudaremsha, tena ataremsha na ukali. Yaani kama yupo kwenye nyama mdomoni. Kwa hivyo rais, hii ni biashara yake, atuambie wanaoleta mafuta ni kina nani? Hii G2G. Serikali kwa serikali. Serikali gani inafanya biashara na serikali? Isipokuwa kuleta hapa ubalozi. Lakini serikali mbona haiambii serikali fulani tuleta kiwanda hapa? Sasa serikali ya China tuleta kiwanda hapa na serikali wanalipana. China shakuleta kiwanda hapa. China Omido shakuleta kiwanda. Kwa nini? Si G2G. Barabara unajenga nani? Serikali ni ya China ama ni sisi tunafanya kulipa? Kwa hiyo rais, serikali ya UDA ituambie wanaoleta mafuta Kenya ni kina nani? Wallahi nakwambia mtashangaa. Na mimi nawaambia sasa hii hapana cheza na Gachagua. Hata majina wanaleta mafuta atawataja. Ndio hatari ya serikali inaogopea. Majina, angalieni Duale wakati wa Shah, amepambana na Gachagua kakimbia. Wamsema Duale akizungumza tena masala ya Shah, alinyosha na nani? Na Gachagua. Na haya majina atayataja, ndio hatari kwa hapo. Ndio Gano Mida akakwambia, mbona hamumshiki huyu? Yule ana full evidence. Full evidence anayo ya mafuta, wanaoleta mafuta. Na wako ndani ya serikali. Sasa kama wale na mtu alishikwa, atatolewa boni katika police station. Kwa nini asipeleke wale mahakamani? Ndio ujue serikali mabroka. Wewe umeshikwa na mamilioni ya pesa ya mafuta, wabeba umeshikwa pale mahakamani, wapelekwa police station. Ni kwa Kangaroo Court. Kangaroo Court. Kwa nini asipelekwe mahakamani? Ndio ujue serikali na makatezi. Na makatezi wako, rais anawajua. Sisi tunakwambia rais, biashara hii sasa ndio itakufa. Kama rais umetegemea mapeni haya ya mafuta kuja kutufanya sisi kampeni. Sisi na kina Nyanya Tatu na kina Omido, sisi 1000 tutakula. Lakini kesho hatukupi kura. Vitu vili tofauti. Wewe tupe 1000 rais na kura hatutakupa, tutampatia Kalonzo. Kalonzo si mnasema hana pesa. Pesa zitakuja na Ruto hapa. Mimi nawaambia pesa zitakuja nyingi sana. Mimi angalieni Kindiki anapozunguka milioni 800 kwa siku. Kalonzo anazunguka na milioni ngapi? Hana. Sasa pesa zinakuja za mafuta zitakuja hapa.